Ndugu waandishi wa habari, kwanza mimi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, napenda kuwashukuru waandishi wa habari, napenda kushukuru wadhamini wote waliofika. Mimi kama timu Kibwana Shomari nadhani tupo na wenzangu mbele hapa, tumejiandaa vizuri kwenye msimu wa 5. Tushapoteza misimu mitatu nyuma, kwa hiyo msimu huu hatutaweza kupoteza tena, tunataka turudishe heshima yetu ya mwanzo kabisa wa hili tamasha. Kwa hiyo nawakaribisha watu wote waje washuhudie mpira mzuri kutoka kwa timu Kibwana Shomari, na msimu huu siwezi kupoteza, lazima nishinde. Asanteni sana. Wewe meneja ya timu. Naitwa Abdul Mkenge, ni meneja ya timu Kibwana. Mimi nafikiri muda wa maneno umeshamalizika. Tukutaneni Morogoro ya Maguri. Semani. Ndugu waandishi wa habari, asalamu alaykum. Wema. Awali yote kwanza nishukuru sana uongozi wa Tabasamu. Kazi wanofanya kubwa na kazi wanofanya zote. Ukiangalia katika imani za dini zote, tumesisitiza watu ambao wenye nafasi kurudisha kwa jamii. Jambo kubwa, nia kubwa Tabasamu na ndugu zangu hawa kuhakikisha kwamba wanarudisha kwa jamii kwa namna ambavyo walibarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini kwa kadri siku zinavyozidi kwenda, wape Tabasamu wananipa surprise sana kisuri. Kuna muda mwingi watu wanafikiria watu wenye uwezo tu ndio wanaotakiwa kurudisha kwa jamii. Lakini leo watu wape Tabasamu wamekuja kuonyesha hata watu wale chini tuna uwezo wa kurudisha kwa jamii. Wamekuja na mfumo wa kuuza jezi. Maana yake mtu aliye chini uko na uwezo wa kumiliki 25,000 ukaenda kununua jezi na wewe umeshiriki kurudisha kwa jamii. Leo hii tuwapongeze sana kampuni zilizotokeza kwa dhamini wa Tabasamu. Mwenyekiti amezungumza hapa. Wanakwenda kufikiwa akina mama 200 Morogoro. Unapokwenda kufikia akina mama 200, ukapiga hesabu ndogo, kila mama mmoja au anamiliki watoto 3, maana yake wape Tabasamu na kwenda kuwafikia watu 600 Morogoro. Sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Kwa nichukue nafasi hii niwashukuru sana na niendelee kuombea sana. Lakini nisisitize, ili jambo hili kukamilika, lazima tuwashike mkono kwa namna moja au nyingine. Bado yako mataasisi, nafikiri mwenyekiti, milango bado iko wazi. Yako mashirika ya watu binafsi. Mimi naamini nafasi ipo, utakuja kuonana na uongozi pale ambapo wao wanapoona panastahili kwenda kuongeza, basi waje waongeze ili kuhakikisha jambo linakwenda kukamilika. Lakini yote kwa yote, tunapokwenda mwisho katika hili jambo, tunakwenda kupata burudani. Waandishi wa habari, nendeni mkawaambie Watanzania, watu wa Ngojera wameondoka kwenye mpira, tumekuja watu wa mpira. Simesikia Ngojera nyingi. Kuna mtu hapa alikuwa anaongea maneno, sisi kwetu kule tunaita debe tupu. Wataja wachezaji wetu wametaja kwenye. Alafu mbaya zaidi, kilichosikitisha, hawana hata klabu wala mipango ya timu hawana. Sasa mimi nataka kutoa ushahidi hapa. Kuna wachezaji wamezungumza, wanao wamekuja kuongea, lakini si wachezaji wao. Wamepagawa mapema na mtapagawa sana. Na mtapagawa sana. Lakini niwaambie waandishi wa habari, niwaibie siri, wapelekeni watu wa Morogoro wajue kuna mtu anaitwa Bernard Monson, unamjua? Super Ben. Super Ben. Top score huyu hapa. Haya, mchezaji Super Ben. top score. Mosi Ndumwe. Tunaonyesha kwa ushahidi Mambo score wa nchi ya Tanzania. Ndio umwe tunaye. Nani? Mosi Ndumwe. Unajua mimi leo wakati napita kwenye mitandao ya kijamii nikamkuta mtu mmoja anaitwa Mafufu. Alafu anasema mimi sijui timu gani nitachagua. Mimi kawa namwambia Mungu wa Isiaka, Mungu wa Yakobo, huyu Mafufu asichague timu yetu akatutia kimavi.
imekubalika. Kwa hiyo niwaombe sana watu wa Morogoro waje wapate burudani namna ambavyo Mungu atakavyotujalia. Na haya maneno niongee kwa Kibwana. Kibwana, hapa lazima unisikilize vizuri. Umekiri kwamba tumepoteza mara 3. Mimi sijui Kiingereza lakini nitajitahidi kuongea. Waswahili wanasema is enough. Kisasi ni wajibu. Ameua kwa upanga na atauliwa kwa upanga. Tuko tayari kwa vyovyote, kwa kuroga ndio, na tunaenda kwa babu, tunakwenda Kolelo, tunakwenda Kolelo. Waambie kabisa. Mmetaka tutaroga, msipotaka tutaroga. Mkitaka leteni timu, msipotaka chagueni pa kwenda. Alafu mimi namwambia Dickson, mimi mjomba wangu, lakini katika jambo hili tuachane. Udugu tunakutana nyumbani huko kwenye kusubiri mabamia na ugali, sio kwa jambo hili Kabisa. Hili jambo tuko serious. Si ndio Kiingereza au sio jamani? Bwana, niwashukuru sana waandishi wa habari. Enough.